Karibu katika darasa la leo, na leo tutaangalia swali linalosema visa katika tamthilia upangilio wa kimgogoro na kuchukua umbo la pembe tatu. Thibitisha dai hili tukionyesha hatua 5 za ujenzi wa mgogoro katika tamthilia 2 ulizosoma. Kujibu swali hili tutatumia tamthilia ya Morani na Kivuli Kinaishi. Na ili kuelewa vizuri kwa urahisi, basi tutaangalia mchoro huu unaoonyesha hatua 5 za ukuaji wa mgogoro. Hatua A, B, C, D na hatua A. Tukianza na tamthilia ya Morani, utaona jinsi gani visa vimepangiliwa kimgogoro na kuthibitisha hatua 5 zinazojitokeza katika mchoro hapo juu. Tukianza na sehemu A, mwanzo wa mgogoro. Katika tamthilia hii ya Morani, sehemu hii inajidhihirisha pale Morani wanapoanza safari ya kuingia msituni kuisaka nguzo ya Uswezi. Mabishano baina ya wahusika yanathibitisha ugumu wa kazi wanayoiendea, na hali ya kukata tamaa baina ya wahusika inadhihirisha kuwa kweli kuna mgogoro. Nguzo ya Uswezi inayotafutwa ni maadili ambayo yamepotea. Kwa hiyo utaona katika hatua hiyo zoezi zima la kuisaka nguzo ya Uswezi linadhihirisha mwanzo wa mgogoro katika tamthilia yenyewe. Sehemu B, sehemu hii ni kukua kwa mgogoro. Katika tamthilia hii mgogoro unaonekana kukua pale vita dhidi ya wahujumu uchumi inapowekwa wazi na Morani kupewa kazi ya kuorodhesha majina ya wahujumu uchumi. Katika sehemu hii tunaona ugumu wa kuliweka jina la Nungunungu kwenye orodha ya wahujumu uchumi, na ni kwa sababu Yusufu na Mlemeta miongoni mwa Morani wamekula pesa za Nungunungu, hivyo wanasutwa na nafsi zao kwa kuwa pesa walizopewa ni kwa ajili ya kumlinda mtuhumiwa Bwana Nungunungu, na hapa mgogoro unaonekana kukua. Sehemu C katika tamthilia hii ya Morani inadhihirisha kilele cha mgogoro. Sehemu hii inadhihirika pale majina yanapoorodheshwa kwa shinikizo la Dongo ambaye ni kiongozi mkuu wa Morani. Kuorodheshwa kwa jina la mhujumu uchumi mkuu Bwana Nungunungu kunaleta taharuki kwa Yusufu na Mlemeta, hali kadhalika kwa Nungunungu mwenyewe, hali inayofanya waweke mkakati wa kumhonga hakimu ili kuhakikisha hata ikitokea Nungunungu akatiwa mbaroni basi asilale rumande. Hatua hii inapevuka pale kamata ya wahujumu uchumi inapofanyika, ikianza na mhujumu uchumi mkuu Nungunungu ambaye anatiwa mbaroni na kufikishwa mahakamani. Sehemu D ya mgogoro. Sehemu hii ni kushuka kwa mgogoro. Katika tamthilia hii ya Morani, mshuko wa mgogoro unatokea baada ya Nungunungu kufikishwa mahakamani na hakimu kumwachia huru akidai kesi dhidi yake ni ya kutunga, na hivyo mahakama haijamkuta na hatia, hivyo inamwachia huru. Kwa upande mwingine tunashuhudia Masulupwete akihukumiwa kifungo cha miaka 7 jela kwa kukutwa na tenga la kisamvu na Colgate 2. Hii inadhihirisha nguvu ya rushwa aliyotoa Nungunungu kwa hakimu hata kumtia hakimu upofu. Sehemu A katika tamthilia hii ni sehemu ya mwisho inayobeba suluhisho baada ya juhudi zote za Morani kupambana na wahujumu uchumi kuonekana kukwama kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo rushwa iliyosababisha Nungunungu kuachiwa huru. Morani wanaona suluhisho zuri ni kutafuta nguvu ya umma katika kufanikisha vita hivyo. Wakaamua kuitisha maandamano makubwa yatakayoishia katika viwanja vya Morani, ambapo kiongozi wa Morani angetoa hotuba kali iliyotarajiwa kuunguza maini ya wahujumu uchumi wote. Zoezi hilo liliratibiwa vizuri sana, lakini lilikwama mwishoni, ambapo Dongo alipigwa risasi na kupukutika akiwa jukwaani tayari kutoa hotuba. Kwa ujumla, suluhisho hili linaacha jibu rahisi kuwa vita dhidi ya wahujumu uchumi kama Nungunungu si lele mama, kwani wana nguvu kubwa sana ya kiuchumi ya kujilinda kama afanyavyo Nungunungu kupitia miiba yake. Kwa upande wa tamthilia ya Kivuli Kinaishi, nako tunaweza kuona hatua 5 za ukuaji wa mgogoro kama ifuatavyo. Sehemu A, mgogoro unaanza pale watoto wanapomlazimisha Bikizee awasimulie hadithi, naye anawaambia hana hadithi zaidi ya ile ya Giningi ambayo alikwisha kuwasimulia, nao wanamng'ang'aniza wasimulie hadithi hiyo, kisha anawapaka dawa ili waione Giningi kama ilivyo.
Sehemu B, kukua kwa mgogoro, ni pale mtolewa anaposhutumiwa kuwa kelele zake zimeleta mtafaruku na kuharibu utulivu, hata viumbe kama nyenze na chekea mwezi kunyamaza. Mtolewa anajikuta katika wakati mgumu anapozuiliwa kuingia giningi mpaka atoe chochote kwa bawabu wa pili, kama alivyofanya mfanyabiashara, na hapo mtolewa anatoa amana yake ya shilingi 5,000 aliyokuwa nayo. Hapa ndipo inapodhihirika ugumu wa kazi anayokwenda kupambana nayo mtolewa, kwani anaanza kukutana na rushwa na uonevu wa kutisha tangu mlangoni. Yaani giningi kila kiongozi anakula ofisini mwake. Tukio la kuuawa kwa mwalimu, tabibu na mkulima, vyote vinachochea mgogoro husika. Hali kadhalika kuuawa kwa wazee kutokana na kuwaza juu ya namna gani ya kuifanya giningi iwe bora zaidi kunazidisha kuchochea mgogoro ndani ya giningi. Sehemu C, kilele cha mgogoro, kinatokea pale mtolewa anaposikia sauti za wazee wakimkumbusha majukumu yaliyompeleka giningi na kuanza kuwalisha wari unga wa rutuba uliowaondolea wanawari mzugo, hali iliyomshitua Bikirembwe na kuanza kupambana na mtolewa hata kumuua. Sehemu hii inahusisha pia hatua ya wanawari kuanza kuandamana kuelekea kwa Bikirembwe wakidai haki yao iliyovizwa kwa siku nyingi kutokana na kufichwa ukweli kwa kulishwa unga wa ndere. Hali kadhalika ugomvi wa Bikirembwe kutokana na mtangazaji kusema ukweli ambao Bikirembwe hakutaka kuusikia, hatua iliyochochea kifo cha mtangazaji. Hali hii inaonyesha jinsi wakubwa wasivyopenda kuambiwa ukweli na watendaji wao wa karibu, na matokeo yake ni kuwa na watendaji wanafiki. Sehemu D, mgogoro unashuka baada ya wanawari kuandamana kuelekea kwa Bikirembwe huku wakiimba nyimbo za hamasa juu ya kudai haki zao. Hali kadhalika tunashuhudia usaliti wa viungo vya mwili vya Bikirembwe kama mdomo, mikono, miguu, kichwa, masikio na macho. Viungo hivi ni kielelezo cha watendaji ambao hufikia hatua hata wao huumizwa na ukatili unaofanywa kwa watu wasio na hatia kama wazee na watumishi kama mwalimu. Sehemu A, sehemu hii ni suluhisho, na suluhisho linapatikana baada ya Bikirembwe kuondoka madarakani, kitendo kinachothibitisha nguvu ya wakati katika kuamua kila jambo. Alijitangaza kuwa ni kiongozi mtawala wa milele, akasahau kuwa kila jambo lina wakati wake na wakati ndio muamuzi wa mambo yote. Kwa ujumla, tamthilia ni sanaa ya jukwaani inayokidhi mahitaji makubwa ya kuelezea masuala ya kijamii yenye kuibua mitazamo mbalimbali yenye ukinzani na migogoro, ambayo msuko wake hutupatia sura halisi ya kitamthilia inayofaa kuigizika jukwaani. Nilikuwa nami Mwalimu Maeda katika kudurusu msuko wa visa kimgogoro ndani ya kazi za kitamthilia. Asante, karibu sana.